Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji wa Star TV popote ulipo, ninakusalimia. Bila shaka umekuwa na wakati mzuri, na mimi niko hapa kukuletea matangazo yetu ya moja kwa moja ya taarifa ya habari usiku huu leo. Jina langu ni Ronaldo Mwarabu, ninakukaribisha sana tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho tukiangazia yale ambayo tunayo katika meza ya habari usiku huu leo kupitia Star TV. Asante kwa kuendelea kuichagua Star TV hata usiku huu. Miongoni mwa habari tulizo nazo usiku huu ni pamoja na wakazi wa wilaya ya Kilombero, Ulanga na Malinyi mkoa wa Morogoro waitaka serikali kutekeleza kwa dharura ujenzi wa barabara ya kutoka Lupilo hadi Malinyi yenye kilomita 110. Taarifa hiyo tutaipata hapo baadaye kwa undani zaidi tutakapokuwa tukikuletea taarifa yetu kwa ukamilifu zaidi. Na kwa hayo na mengine mengi, na kusisa na ungane nami hadi tamati tutakapokuwa tukitamatisha taarifa yetu ya habari usiku huu wa leo. Na mtazamaji, unaweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu ama kwa kupitia YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Karibu sana, tuanze pamoja na tumalize pamoja, na moja kwa moja tunaanza na habari za kitaifa. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema madhehebu ya dini yana mchango mkubwa katika kuimarisha ustawi wa jamii na kutoa huduma za kiroho, na kuongeza kuwa serikali imekuwa ikitekeleza kwa vitendo dhamira ya kukuza ushirikiano na madhehebu ya dini. Tuangazie ripoti hii kwa undani zaidi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema hayo jijini Dar es Salaam alipomwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kilele cha dua maalum ya kuombea viongozi wa kitaifa, amani, uchaguzi mkuu pamoja na kuombea mamufti na mashehe waliotangulia mbele za haki. Viongozi wa madhehebu ya dini wameendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana na kuitikia wito wakati wote serikali inapowahitaji katika matukio mbalimbali, kuanzia kule kwenye ngazi za wilaya, mkoa mpaka taifa. Binafsi nimekuwa shahidi wa mshikamano wa dhati na ushuhudia ninapofanya ziara kwenye ngazi za wilaya na hata mikutano iliyoko vijijini. Hakuna tukio la serikali linaloanza bila kuanza na dua. Amesema serikali itaendelea kuthamini kazi kubwa inayofanywa katika maeneo mbalimbali, hususan katika kutoa huduma za kijamii na kuchangia kasi ya maendeleo ya taifa. Mimi naamini kama wewe kweli mpenda nchi yako, hili utakuwa unalijua. Tumepata mafanikio mangapi kwenye elimu? Naamini mnajua. Mafanikio mangapi kwenye afya? Naamini mnajua. Uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji wa Tanzania mnajua. Tuendelee kuthamini kazi nzuri iliyofanywa na serikali yetu. Mwenyekiti wa kamati ya dua hiyo kitaifa Hajati Mwantumaiza amesema kuwa dua hiyo ni kwa ajili ya kuombea mashehe na mamufti walioleta mchango chanya katika dini ya Kiislamu hapa nchini. Lakini kutokana na wakati tulionao, tukashauriana na Mheshimiwa Mufti, sisi kama Waislamu hapa mkoa wa Dar es Salaam tushirikiane kwa pamoja kufanya dua nzito ya kuwaombea viongozi wetu ambao inshallah Mwenyezi Mungu akiwajalia wote wataingia kwenye mchakato wa uchaguzi ili kutetea nafasi walizonazo. Pamoja na wao tunao viongozi mbalimbali nao wanaingia kwenye huu mchakato. Jambo hili Mheshimiwa mgeni rasmi si dogo na linahitaji tuikabidhi nchi yetu kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu. Aidha, Maiza amesema dua hiyo imefanyika kwa siku 3 ikilenga kuombea viongozi wakuu wa nchi na wote wanaoingia kwenye mchakato wa uchaguzi pamoja na kuombea amani taifa. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Asante sana Bwana Shomari kwa ripoti hiyo kutokea jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, taarifa nyingine anasema tani 600 za magugu maji zilizokuwa tatiza safari za majini Kigongo Busisi zimeondolewa ndani ya Ziwa Victoria na kuondoa adha ya usafiri katika eneo hilo. Tuangazie ripoti hii na Grace Mbisi. Kando ya Ziwa Victoria, na hiki ni kifusi cha tani 600 cha magugu maji kilichoondolewa ziwani. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda anaagiza kuondolewa katika eneo hilo kuepusha madhara kwa wananchi. Ni leo tu utafuta gari leo mpaka kesho umeshamaliza kuondoa hivi. Umeelewa bwana? Kwa sababu hii baadaye ikioza hapa ni jirani na makazi ya watu. Kwa hiyo italeta nini? Harufu. Kwa hiyo hatuna haja ya kuhifadhi. Wewe moja kwa moja hii tuliovuna
Tani ngapi unakadiria? Tani 600. Kwa hiyo wewe tafuta magari, ondoa hii, nenda ikatupwe sehemu ambao haitakuwa na athari yote ya kimazingira. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais mazingira Cyprian Luhemeja anaeleza changamoto iliyobaki kuwa ni gugumaji la zamani. Hata changamoto ni yale makubwa ya zamani ambayo sasa yanahitaji nguvu ya ziada. Kupitia wataalamu wetu wa bonde, wataalamu wetu wa NEMKI, tunaanza hatua 2 za haraka. Hatua ya kwanza ni kujaribu kuyakata, kuyapunguzia spidi ya kukua, tuone kama anaweza yakazama. Hatua ya pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu alielekeza tununue mashine za kukata za kisasa. Manunuzi yake yamekwisha kuanza, nadhani ndani ya mwezi mmoja au 1.5 tutakuwa tumepata. Maana ni kwamba kuanzia kwenda mbele sasa changamoto ya magumaji tutaimili kwamba tutakuwa na mashine zetu za kisasa na kuweza kuyaondoa. Mpango wa utoaji magugumaji sasa umeleta afueni kwa safari za majini katika eneo la Kigongo Busisi baada ya vivuko vilivyoharibika kutokana na adha hiyo kurejea kutoa huduma. Grace Mbise, Star TV, Mwanza. Na asante sana Grace Mbise kwa ripoti hiyo kutoka hapa viunga vya mkoa wa Mwanza, na hasa leo tulikuwa tukiangazia ziwa Victoria. Wakazi wilayani Rufiji mkoani Pwani wamesema kutekelezwa kwa miradi ya maendeleo katika jimbo la Rufiji ikiwemo ujenzi wa barabara, shule, zahanati pamoja na vituo vya afya kuimarisha huduma mbalimbali za kijamii. Tuangazie ripoti hii na mwanahabari wetu. Wakizungumza kwa nyakati tofauti wakati wa ziara ya mwenyekiti wa UWT Taifa Mary Chatanda iliyolenga kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025, wakazi hao wameelezea walivyonufaika na huduma mbalimbali za kijamii baada ya kutekelezwa kwa miradi hiyo. Hali ilikuwa ngumu sana kabla ya kujengwa barabara, ilikuwa hali ngumu, majimbo makubwa na nini. Leo hospitali unakuja unapata huduma ambazo zilizokuwa sahihi na tunatembea kwa uhakika kabisa. Bodaboda akipita mteja wangu anakula, huwa tulikuwa tunapata vumbi. Yaani tulikuwa tunapata vumbi kiasi kwamba hata mteja anashindwa kula kile chakula. Wanawake walikuwa wanakabwa sana hapo, simu zao ukipita mtu anasikia pia kelele hapo. Jamani nimekabwa dakika 0 mtu kashakabwa. Kwa hiyo tunashukuru sasa kuna taa. Unapita mtu anakuona, yule mtu anapita anakatiza mtu kwa hiyo mwizi hawezi kuona wezi wala nini. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Mchengerwa na Mheshimiwa Rais wa nchi hii Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tunapenda kumshukuru Mheshimiwa mbunge ambaye ni waziri wa TAMISEMI kwa kutujengea hii barabara hapa. Inaturahisishia zaidi kuja kuchukua abiria na hata wagonjwa nao kufika hapa kwa wakati. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI Mohamed Mchengerwa ameelezea alivyoshirikiana na viongozi wa ngazi mbalimbali kuleta maendeleo wilayani humo. Tulianza ujenzi wa fikra za ufahamu kwa ujenzi wa shule mbalimbali, ujenzi wa zahanati, ujenzi wa vituo vya afya, lakini pia ujenzi wa miundombinu mbalimbali, na kubwa zaidi ujenzi wa kuimarisha Rufiji. Na tulikubaliana kwamba ndoto yetu ni kurejesha ramani ya Rufiji, na hata ukimuuliza yoyote hapa atakwambia ndoto hii imetimia. Naye mganga mfawidhi wa kituo cha afya Ikwiriri Dr. Tegemei Mtambo ameelezea jinsi walivyotumia fedha zilizotolewa na serikali kujenga miundombinu mbalimbali kwa ajili ya kuboresha huduma za afya. Tuliweza kupatiwa shilingi milioni 140 kwa ajili ya kujenga jengo la huduma ya mionzi, X-ray na ultrasound. Kituo chetu kwa kweli kilikuwa hakina hiyo huduma. Wananchi wengi walikuwa wanalazimika kuipata hiyo huduma katika hospitali ya Mission Mchuku ambayo ni kama kilomita 30 kutoka hapa, na wengine walikuwa wanalazimika kwenda hospitali ya wilaya ambako ni kilomita 35 kutoka hapa. Na ukizingatia ukubwa wa mji wetu na kuwepo jirani na barabara, kwa hiyo kuna ajali nyingi zinatokea. Kwa hiyo wananchi wengi walikuwa wanakimbilia hapa, lakini walikuwa wanakosa hiyo huduma. Aidha, Dr. Mtambo ameshukuru ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kuwapatia mashine ya X-ray ya kisasa pamoja na teknolojia ya mionzi, hatua ambayo imechangia kuboreshwa huduma katika kituo hicho cha afya.
Naam, mtazamaji, tunaendelea na taarifa yetu. Taarifa nyingine inasema serikali ya Zanzibar imesema itajikita katika kuimarisha miundombinu ya afya na huduma bora kwa watalii, ikiwa ni utekelezaji wa mpango mkakati wa utalii na afya ambao ni msingi imara wa kila hatua ya maendeleo visiwani humo. Tuangazie ripoti hii na wanahabari wetu Abdullah Pando. Katika wiki ya afya iliyokutanisha wataalamu mbalimbali visiwani Zanzibar, jambo la kuimarisha miundombinu ya afya na utalii limeibuka ikiwa ni sehemu ya ajenda kuu zilizojadiliwa katika siku ya tamasha, kama ambavyo Waziri wa Afya Zanzibar Nasr Ahmed Mazrui anavyofafanua. Kazi ilifanyika hapa ni kubwa, inaendelea kufanyika kwa uangalifu, lakini vile vile kwa utulivu mkubwa. Mheshimiwa, afya, ukizungumza uchumi ni afya, elimu ni afya, utalii afya, kazi afya, kila kitu ni afya. Hakuna afya, hakuna kitu. Au vipi? Mpango wa afya kwa utalii ni jambo linaloelezwa kuwa litaipatia Zanzibar fursa kubwa ya kukuza uchumi wake kupitia sekta ya utalii, ambayo kwa sasa inaingiza zaidi ya 80% ya fedha za kigeni. Na wiki ya afya tumejikita au tutajikita katika mambo makubwa matano. Ya kwanza ni kuongeza uelewa wa afya kwa jamii, yani kwa Kiingereza tunasema promoting public health awareness na screening. Pili ni kukuza utalii wa tiba kwa nchi yetu ili kuongeza mapato na nafasi za ajira, yani promoting medical tourism in Zanzibar. Tatu ni kuhamasisha matumizi ya teknolojia kwa kuonesha ubunifu katika sekta ya afya. Mwanaisha Juma Fakihi ni mkurugenzi uguzi na ukunga Wizara ya Afya Zanzibar, anasema Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ameiona fursa hiyo ya utalii kwa afya. Kwa mtazamo huo, wao kama wauguzi na wakunga wana sehemu ya kuimarisha mazingira ya upande wao. Vya mama na mtoto ambavyo kwa sasa hivi vina trend. Inapotajwa Zanzibar ni nchi ya kitalii. Ina mazingira mazuri, ina maeneo mazuri, lakini inapokuja sasa labda mtalii kutaka huduma za afya, yule mtalii anatafuta ndege, anatafuta basi, anatafuta eneo aondoke ama arudi kwao, asitibiwe kwetu. Lakini kwa sasa hivi kwenye serikali hii ya awamu ya 8 inayoongozwa na daktari, manake kiprofessionally yeye mwenyewe ni daktari, kwa hiyo kaona umuhimu wa afya na ndio maana akalikubali hili na kulibariki kwenye wiki hii nzima. Wataalamu mbalimbali waliokutana visiwani Zanzibar kwa namna moja ama nyingine wamewezesha watu wengi kutambua umuhimu wa afya zao katika maisha ya kila siku. Abdullah Pandu, Star TV, Zanzibar. Naam, asante sana Abdalla kwa ripoti hiyo kutoka visiwani Zanzibar. Imeelezwa kuwa baadhi ya wakazi wa vijiji vinavyopakana na hifadhi ya pori la Akiba Kijereshi lililopo mkoani Simiyu wanahujumu shughuli za uhifadhi na utalii kwa kufanya ujangili kwa kutumia pikipiki na mitego ya nyaya. Shaban Dupimo anaripoti. Uzinduzi wa msimu mpya wa utalii katika pori la Akiba Kijereshi linalopatikana katika wilaya ya Busega na Bariadi mkoani Simiyu ulioanza na mbio fupi za kilomita 6 kutoka ofisi za pori hilo hadi lango la kuingia hifadhini. Pamoja na uzinduzi huu, afisa uhifadhi wa wanyamapori Claudia Shemhina anabainisha changamoto kadhaa zinazoathiri shughuli za uhifadhi katika pori hili. Changamoto kubwa za ujangili ambazo tunakumbana nazo katika pori la Akiba Kijereshi, hususan katika jamii tunazopakana nazo, ni ujangili wa ukataji wa kuni ndani ya hifadhi, ujangili wa ulishaji mifugo ndani ya hifadhi kwa maana ya kuingiza mifugo ndani ya hifadhi, lakini pia tuna changamoto ya ujangili wa nyamapori. Kuna baadhi ya wananchi wenzetu ambao si waaminifu wanaingia ndani ya hifadhi na kutega mitego ya waya kwa ajili ya kunasa wanyama, lakini pia tuna wengine wanaingia kufanya ujangili wa kuinda wanyama kwa kutumia pikipiki. Mgeni rasmi katika uzinduzi huu, mkuu wa kituo cha polisi la Madi, Emmanuel Shami, anawasitiza wananchi kuacha ujangili, huku kamanda wa pori la Akiba Kijereshi, Mohamed Mpita, akiwapa habari njema wananchi. Wajibu wetu kulinda ili pori ili liendelee kuwepo. Kama hawa waliotangulia wasingelilinda, usingelikuta.
tusingelikuta na kwa maana tusingelifishwa. Pori letu la akiba la Kijereshi limepata mwekezaji. Kwa hiyo tunawaomba sana viongozi wa kijiji katika vikao vyenu, katika mikutano yenu, muambie wananchi wasiendelee kutuhujumu. Wadau wa utalii wanaona umuhimu wa wanyamapori katika uchumi wa nchi. Nifurahisha sasa, nimeona wanyama, nimezunguka, pia nimeweza kuweka mwili wangu sawa. Kawaida huwezi kuelewa, lakini kama ukifika ukiangalia mazingira yalivyo na uasili, wote wa asili, wanyama na kukutana na watu mbalimbali, hakika unapata burudani sana na hakika unakuwa unaona uhalisia na siri ya kiungu zaidi. Pori la akiba Kijereshi lililo chini ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori nchini TAWA lina vivutio vya wanyamapori aina mbalimbali, ndege na mandhari ya kuvutia. Kutoka pori la akiba Kijereshi, wilaya ya Busega, mkoani Simiyu, mimi ni Shaban Lupimo wa Star TV. Na asante sana Shaban kwa ripoti hiyo kutoka huko mkoani Simiyu. Benki ya NMB imetoa ufadhili wa shilingi milioni 30 kwa ajili ya kuwezesha maonyesho ya mifugo yanayotarajiwa kufanyika Chalinze mkoani Pwani, ambayo yatahusisha wafugaji kutoka nchi za Kenya, Namibia pamoja na Tanzania. Tuangazie ripoti hii. Maonesho hayo yanayoandaliwa na Mbogo Ranches yanatarajiwa kufanyika tarehe 14 na 15 Juni Chalinze mkoani Pwani, yakilenga kuwapa maarifa, mtandao na fursa mpya kwa maendeleo ya sekta ya mifugo. Hivyo wafugaji wametakiwa kuchangamkia fursa ya maonesho hayo ili kupata mbinu mpya za ufugaji na mtandao utakaochochea ufugaji wenye tija. Katika hafla hiyo iliyofanyika makao makuu ya benki hiyo jijini Dar es Salaam, imebainishwa kuwa hatua hiyo ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali za kukuza sekta ya mifugo na kilimo ili kuweka mazingira bora na rafiki kwa wafugaji kunufaika na masoko ya ndani na nje ya nchi. Ili uweze kuendelea unahitaji kujifunza. Ziko changamoto ambazo wengine wamepitia, tayari zitakuwa ni fursa kwa wengine, lakini yako mambo mbalimbali ya kujifunza kulingana na maeneo mbalimbali. Mfano, kuna wafugaji wa ng'ombe wa maziwa, kuna wafugaji wa ng'ombe wa nyama, kuna wafugaji wa kuku, wafugaji wa nguruwe, wafugaji wa mbuzi na mifugo mbalimbali ambayo inaweza kufanywa kibiashara. Mabadiliko ya tabia ya nchi hatuwezi kuyakwepa. Yanapotokea yanatuletea changamoto mbalimbali. Sasa ni wakati kuweza kujifunza. Ukiwa sehemu fulani unatakiwa ufuge nini, lakini ukiwa sehemu fulani ufuge nini kwa wakati gani na kuweza kupata bidhaa gani. Na maonyesho haya tunaomba yawe chachu na msukumo wa uwekezaji na hatua za kuendelea kushirikiana na serikali na wabia wa maendeleo wengine. Tuombe tuendelee kushirikiana. Watanzania tunawasubiri kwenye sekta. Tumekuwa tunaongea muda mrefu, najua mambo ya mitaji yalikuwa ni changamoto, lakini ndugu zenu wapo kutatua hilo. Masuala ya bima, mtu anaona asia kakopa ng'ombe lakini akifa je, marejesho bado nadaiwa. Dada yetu Rose hapa yupo kuhakikisha kwamba taratibu huo wanawekea vizuri ili mtu hata hakuna anayelenga kwenda kumuumiza mtu. Sio sisi tunataka kuwauzia ng'ombe wala sio mashirika ambayo yanawashawishi muingie kwenye hii sekta. Hafla hiyo imehudhuriwa na viongozi na watendaji mbalimbali wa benki ya NMB pamoja na wadau wa sekta ya kilimo na mifugo. Adam Damian, Star TV, Dar es Salaam. Na imeelezwa kuwa mpango wa utekelezaji wa malengo ya mtaala mpya ulioboreshwa katika shule mbalimbali nchini utasaidia kuwezesha wanafunzi kukabiliana na soko la ajira pindi wanapokosa ajira serikalini. Tuangazie ripoti hii kwa undani zaidi. Mtaala huo mpya wa elimu ya msingi umelenga kumwandaa Mtanzania aliyeelimika na mwenye maarifa, stadi za ujifunzaji na kuwa mahiri, ukielekeza kukuza uwezo wa kudadisi na kutumia sayansi na teknolojia kujifunza katika maisha ya kila siku ya mwanafunzi. Siku maalum kwa watendaji wa shule za Nyamuge baada ya baadhi yao kufanikisha mafunzo juu ya mtaala huo mpya ili utekelezwe kwa wanafunzi. Zamani kwa mwalimu ndio chanzo cha maarifa, sasa hivi mwanafunzi ndio chanzo cha maarifa. Anapotoka nyumbani anakuja na ujuzi ambao tayari nao. Kwa hiyo mwalimu ni kumwendeleza kile kipaji alichonacho mwanafunzi. Na kwa mantiki hiyo basi mwanafunzi anaondoka na ujuzi ambao anao. Anaweza akajifunza mambo ya kompyuta, anaweza akafanya ushonaji na hata mambo ya kilimo, kwa sababu wanafundishwa kwa vitendo na hivyo vitu vyote wanakuwa wanafundishwa. Kwa hiyo angalau mtoto anatoka kuna kitu anakifahamu. Shule zote awali na msingi nchini zinatekeleza sera ya elimu ya mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023
inayomtaka mwanafunzi kumaliza elimu ya msingi darasa la 6. Tumeongeza michezo, vifaa vya michezo ili kukuza vipaji vya muziki, michezo. Tumeongeza lugha. Pale sasa hivi tuna wataalamu wa kufundisha lugha ya Kiarabu na tuna wataalamu wa kufundisha lugha ya Kichina. Huo ndio mtaala mpya. Haya masomo yatawasaidia katika maisha yao ya baadaye. Kwa hiyo ni tutoe tu ombi kwa wadau wote wa elimu, tushirikiane katika kuiboresha na kuifundisha vizuri mtaala mpya ili kuwasaidia watoto wetu kwa ajili ya kizazi kijacho. Ni pia sisi kama taasisi tumejikita kuboresha elimu na kutoa elimu iliyo bora kwa wanafunzi na iwe na manufaa ya baadaye katika maisha yao. Nazungumza na mkurugenzi mtendaji wa shule za Nyamuge, Mama Florian Mushi. Anakiri elimu ndio msingi wa maendeleo, haswa wakitumia ujuzi watakaopata. Kwa hiyo itakavyofikia kila shule ikawekeza kwenye kuendana na mtaala unavyosema, tukawa na workshop za labda niseme material ya kufundishia, walimu ni kuelekezwa tu, sababu walimu walikuwepo pia tangu zamani, ni kuelekezwa na walimu tu wapeleke semina, pia waendelee kuongeza elimu. Ni wazo zuri la serikali. Ili wakutanisha walimu kutoka shule 4 zinazosimamiwa na kampuni ya Nyamuge iliyopo jijini Mwanza. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Naam, asante Sharifa kwa ripoti hiyo kutoka hapa mkoani Mwanza. Wafanyabiashara wa eneo la Mnange, kata ya Uyoa, wilayani Kaliua, wametaka kukamilishwa kwa ujenzi wa kituo cha polisi Mnange ambao wamedai umekwama kwa muda mrefu ili waweze kuendesha biashara zao bila hofu ya uhalifu. Robert Kakwese na ripoti. Wafanyabiashara wa eneo la Mnange lilokuwa hifadhi kabla ya wakazi kuruhusiwa kuishi, ambalo limechangamka kwa biashara na hivyo kukua kwa kasi. Kuchanganywa kwa biashara pasipo kituo cha polisi kunawapa hofu wafanyabiashara hao ambao wanatoa kilio chao. Sisi wafanyabiashara tukampa hela, tukafanya process za kujenga boma, tukamaliza boma likakanyagwa kiatu. Kuna wafanyabiashara hapa wanahitaji waweke hela fedha zao benki. Ina maana kama kuna usalama, mtu anafanya biashara, watu wawekezaji wakubwa, ili eneo watu wanaogopa kuja kwa sababu usalama wa fedha haupo. Siku moja nilikaambiwa mabati mengine yalishakopwa, sijui yako Kange. Mheshimiwa Mwenyekiti, yalikuwa kwa ajili ya kituo chetu cha polisi, sio kwa ajili ya kukopa na watu wa Kange huko. Kama mtajipanga sawa, naomba mtuletee maendeleo. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kaliua Jafel Rufungija anakiri eneo hilo kuingiza fedha nyingi na kuagiza mabati yapelekwe ili kituo kiezekwe. Hapa watu wako wana hela nyingi, watu wanalala hawapati usingizi, watu wanalazimika hela zao muda wote wasafiri kwenda Kaliua na usafiri kwenda Kahama kwenda kuweka hela. Tusipoimarisha kituo cha polisi bado tutakuwa tujawasaidia. Bati hizo 100 Mheshimiwa Msanzi amesema, brother, ezekeni lile jengo. Bati zipo zote. Kwa hiyo tusitengeneze habari ya kuwachelewesha. Hebu wapelekeni hilo jengo liezekwe. Uongozi wa wilaya umeweka mikakati ya kuhakikisha wakazi wake wanatengeneza kipato katika mazingira mazuri. Kwamba wananchi wa wilaya ya Kaliua wanaendelea kufanya kazi, lakini pia wanafanya kazi misingi ya amani, lakini pia kama haitoshi tunakusudia kuhakikisha kwamba katika wilaya hii ya Kaliua itaendelea kuwa wilaya inayoongoza katika income generation, katika kuhakikisha kwamba tunaendelea kutengeneza kipato, lakini pia katika kuhakikisha kwamba hata vile vyanzo vyetu vya mapato tunaendelea kuvisimamia, kuviimarisha na kuviboresha. Eneo la Mnange linalokuwa kwa kasi pia linakabiliwa na changamoto ya mawasiliano ambapo mtandao unapatikana ni mmoja pekee. Robert Kakwesi, Star TV, Tabora. Naam, asante sana Robert kwa ripoti hiyo kutoka mkoani Tabora. Tuangazie ripoti nyingine. Inasema chama cha ACT Wazalendo kimesema kimeibua hoja 10 kutoka kwenye ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Tuangazie ripoti hii kwa undani zaidi.
Akisoma taarifa ya uchambuzi wa ripoti ya CAG uliofanywa na ACT Wazalendo, Waziri Mkuu kivuli wa chama hicho Isihaka Mkingita amesema serikali isikae kimya, badala yake ichukue hatua katika hoja za msingi zilizoainishwa kwenye ripoti ya ukaguzi wa CAG kwa wakuu wa mashirika na taasisi za umma na watumishi waliobainika kusababisha upotevu mkubwa wa fedha za umma. Yaani lazima wawakilishi wetu wa bunge, madiwani wasimame imara kuhakikisha kwamba wanaofanya mambo haya wanawajibika. Vinginevyo haya maelezo ya CAG kwa kweli yanakuwa ni kama mambo yasiyokuwa na manufaa. Katika uchambuzi wao, ACT Wazalendo wamebaini kuwepo ucheleweshwaji na kutelekezwa kwa miradi ya maendeleo 136 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.34 na hatari ya kuongezeka kwa kasi kwa deni la taifa lililopanda kutoka trilioni 82.25 hadi shilingi trilioni 97.35, sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15 kwa kipindi cha mwaka mmoja pekee. Uchambuzi wetu unaonesha kuwa serikali ya Tanzania inalipa kati ya bilioni 900 hadi bilioni 1.3 kwa mwezi kwa ajili ya kuhudumia deni la taifa. Hii inaonesha mzigo mkubwa wa deni kwa serikali ambao unaathiri uwezo wa kutoa huduma muhimu kwa wananchi kama afya, elimu na miundombinu. Hoja 10 zilizosomwa na ACT Wazalendo kutoka ripoti ya ukaguzi ya CAG imeitaka serikali kushughulikia madai ya wazabuni na wakandarasi yenye thamani ya shilingi trilioni 4.5, usimamizi mbovu wa mashirika ya umma ambayo CAG aliyataja mashirika 10 pekee kusababisha hasara ya shilingi bilioni 403.06, ikiwemo shirika la reli TRC iliyosababisha hasara ya shilingi bilioni 224.59, wakati shirika la ndege ATCL likisababisha hasara ya shilingi bilioni 91.8. Kampuni ya ndege ya Tanzania ATCL inaendelea kupata hasara kwa miaka 7 mfululizo. Hasara hii imefikia shilingi bilioni 534 licha ya kupokea ruzuku kila mwaka, ambapo mwaka 2023-24 ilipokea shilingi bilioni 70 kwa ajili ya mishahara ya wafanyakazi, gharama zingine za wafanyakazi pamoja na shilingi bilioni 57 kama ruzuku ya maendeleo. Zote zinazokusanywa kwa ajili ya ujenzi wa barabara zitumike kwenye ujenzi wa barabara na si vinginevyo. Pili, tunaitaka serikali kupitia bajeti itenge fedha za kutosha kwenye ujenzi wa barabara za vijijini zinazosimamiwa na TARURA. Kiongozi mkuu wa chama hicho Dorothy Semu amesema kumekuwa na hoja za kujirudia hasa za ubadhirifu katika kipindi cha miaka 4 na kusema kuwa wanachotaka Watanzania ni kuona hatua zinachukuliwa ili fedha za miradi ya maendeleo zitumike kubadilisha maisha ya wananchi. Fedha hizi ni fedha ambazo tunazihitaji kama Watanzania kwenye kugharamia na kuboresha huduma mbalimbali za jamii, kugharamia na kuboresha miundombinu, kutengeneza fursa za vijana ambao wamekuwa kuzunguka mitaani wakitafuta ajira. Kutoka Dar es Salaam, Michael Noeli, Star TV. Asante sana Michael Noel kwa ripoti hiyo kutoka jijini Dar es Salaam. Mtazamaji, tunakwenda katika mapumziko mafupi. Tukirejea hapa sasa itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kusalia nasi. Lile balala soka wiki hii ni noma ndani ya Star Times. Baada ya Barcelona kuwachapa vibaya Real Madrid kwenye Copa del Rey, wiki hii wababe hawa wanakutana tena kwenye El Clasico nyingine kubwa ya La Liga. Jumapili hii ni Mei 11 saa 11:15 jioni. Mechi hizi zinakujia live kupitia chaneli zetu za michezo kwa lugha ya Kiingereza na kupitia TV3 kwa lugha ya Kiswahili. Lipia kifurushi cha mambo kwa shilingi 17,000 kwa watumiaji wa decoder antena, ama kifurushi cha smart kwa shilingi 23,000 kwa watumiaji wa dish. Jiunge leo kwa bei ya punguzo la decoder antena pekee kwa shilingi 25,000 au kwa decoder dish full set kwa shilingi 56,000 tu. Star Times, enjoy digital life wewe. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona list za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu.
nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God rahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Mimi nifikiria utaniambia habari ya biashara, habari ya mifugo. Huu unazungumza habari ya ujenzi. Kwa hiyo hii bati mtaiwezekea. Sasa wakati tulikuwa nao ulitaka niesheke nini maboshi? Fundi. Umeshauri kumshauri huyu mzee? Pengine alikuwa na bana matumizi. Sikia Jangala, mabati yenye geji 32 hairuhusiwi kabisa kuwezekea nyumba za kuishi. Bati ambazo zinafaa kwa ujenzi ni geji 28 na geji 30. Geji 32 zimetengenezwa maalum kwa ajili ya kuwekea uzio kwenye mradi au ujenzi wa kujengea mabanda ya mifugo. Nimekuelewa. Tena hakikisha bati hizo zimekidhi viwango na kuwekewa alama ya ubora ya TBS. Kwa maelekezo zaidi piga namba zifuatazo: bure 0800110827, tovuti www.tbs.go.tz. Na mtazamaji, tumerejea baada ya mapumziko hayo mafupi, na kama nilivyokuaga wakati tunakwenda katika mapumziko kwamba tukirejea sasa itakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani, na jicho letu mkoani leo limeangazia mkoani Morogoro, ambapo wakazi wa wilaya za Kilombero, Ulanga na Malinyi mkoani humo Morogoro wameitaka serikali kutekeleza kwa dharura ujenzi wa barabara kutoka Lupilo hadi Malinyi yenye kilomita 110 baada ya kukosekana kwa mawasiliano na kusombwa maji daraja la mto Namuhanga. Taarifa zaidi na Omar Hussein kutoka Morogoro. Ndio muonekano hali ya sasa. Madhara ya mvua kubwa zilizonyesha mkoani hapa zimesababisha kukosekana kwa mawasiliano. Daraja la mto Namuhanga kwenye barabara kuu ya Lupilo Malinyi lilizidiwa na kingo zake kuharibiwa, na tangu Jumapili ya Mei 4 hakuna mawasiliano, uwezekano wa gari kuvuka kati ya pande hizo mbili, Malinyi na barabara kuu ya Lupilo hadi Ifakara. Wakazi wa maeneo hayo pamoja nao watumiaji wengine wa barabara wanasema wana taarifa za barabara hiyo kujengwa kwa kiwango cha lami, wanachosisitiza ni haraka kuendana na dharura iliyojitokeza. Yaani tunaomba serikali tusaidie hii barabara, kama ipo kwenye mpango kwa kwenye kiwango cha lami basi iwekewe, kwa sababu hili daraja mwaka juzi tu limetoka kututesa. Tuweze kurejeshewa vifaa, waweze kuanzisha mapema kusudi liweze kutatuliwa swala hili mapema, maana hili daraja tayari limeshakuwa sumbufu korofi. Barabara akuwe nzuri, daraja akuwe nzuri, tunalisha na watoto wetu. Mzigo wangu nimetoka Dar es Salaam kuanzia juzi mpaka jana, leo mzigo ipo huko tu mpaka nimesema ngoja nifuate mzigo wangu. Wakazi hao wanasema kukosekana kwa mawasiliano ya barabara ni changamoto ya kila mwaka, inaathiri shughuli za uzalishaji, ikizingatiwa ndio barabara pekee inayotumiwa kwenye usafiri na usafirishaji. Kwa gari ya ng'ambo ya huko unatoka nauli kutoka Ifakara mpaka hapa shilingi 7,000, kutoka hapa kwenda Itete 7,000. Mtu hali ya chini inakuwa ni changamoto. Serikali ikituangalia katika hili itakuwa imetusaidia sana, kwa sababu barabara hii ina wakazi wengi. Hata hivyo, jitihada zinaendelea kukabiliana na hali ya sasa. Kuna jengwa daraja la muda la chuma kuhakikisha mawasiliano yanarejea, ikitarajiwa siku 3 tangu sasa zoezi hilo kukamilika. Mto huu kwa mwaka jana ulikuwa na upana wa mita zisizozidi 15, lakini hivi sasa baada ya kutokea changamoto hii mto huu umepanuka na kufikia upana wa mita 45. Kwa hiyo inatulazimisha kupelekea kufunga daraja la chuma lenye urefu wa mita 45, ambapo hii yote imesababishwa na kumomonyoka kwa kingo za huu mto kutokana na shughuli za kibinadamu zinazofanyika eneo hili. Ikumbukwe kuwa ni hivi karibuni waziri wa ujenzi alifanya ziara kwenye wilaya hizo 3 kujionea madhara kwenye miundombinu, akabainisha mpango wa serikali kujenga barabara hiyo kwa kiwango cha lami, zoezi litakalotanguliwa na ujenzi wa madaraja makubwa mawili yaliyopangwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 18. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Na asante Omar kwa ripoti kutoka mkoani Morogoro. Na mtazamaji, tunavuta pumzi kidogo tena, alafu tukirejea hapa tutafungua ukurasa wa biashara na uchumi.
Karibu sasa katika medani za biashara na uchumi mtazamaji, na taarifa ya kwanza inasema taasisi za fedha nchini zimeendelea kubuni mikakati na mbinu zitakazowawezesha Watanzania wengi zaidi kupata huduma rasmi za kibenki kwa gharama nafuu ili waweze kujiongezea kipato na kujikwamua kutoka kwenye umasikini. Sekta ya huduma za fedha ni miongoni mwa sekta zinazokuwa kwa kasi hapa nchini, huku ujumuishaji wa watu katika huduma hizo muhimu za kiuchumi ukiongezeka. Hayo yamejiri wakati benki ya Absa Tanzania wakifanya mkutano maalumu kwa ajili ya uwekezaji wenye lengo la kuwawezesha wateja wa kampuni na taasisi za kifedha kupata maarifa na suluhisho za kifedha zinazochochea ukuaji endelevu wa biashara. Katika dunia sasa hivi ambayo inabadilika, tunatambua kwamba wateja wetu wanataka solution ambazo ni tofauti, lakini pia wanataka partnership ambazo ni strategic partnership, na wateja wengine wana acquire new companies. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kwetu sisi kuwajulisha kwamba kama wakiwa wana acquire new companies au wanataka ku raise capital, wanataka kuongeza mitaji katika biashara yao, sisi kama Absa Bank Tanzania tunaweza kuwasaidia. Mimi kama mwanasheria huwa nina uwezo wa kusaidia makampuni tofauti kwenye ushauri, lakini Absa kwa njia waliotueleza leo kwa bidhaa ambazo watakuwa wanazitoa, na wataweza kufanya kazi karibu zaidi na watu wa kwenye masoko ili kuweza kuwasaidia biashara za ukubwa tofauti, yani biashara ndogo na biashara kubwa, ili kuweza kujiongeza na kukua kwa njia moja au nyingine. Tukio hilo ambalo limehudhuriwa na zaidi ya wateja 100 wa kibiashara kutoka sekta mbalimbali nchini, wataalamu waandamizi wa masuala ya uwekezaji kutoka benki ya Absa Tanzania na Absa Group waliwasilisha mada zinazogusa masuala muhimu kama masoko ya mitaji kwa njia ya mikopo, ubia wa kimkakati na fursa za ununuzi na muunganisho wa makampuni katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wanawake wajasiriamali wilaya ya Bunda mkoani Mara wamehimizwa kuongeza thamani ya bidhaa wanazozalisha ili ziweze kuvutia zaidi wanunuzi na hali itakayowezesha kukuza uchumi wao. Tuangazie taarifa hii na Frankius Cleophas. Msisitizo huo unatolewa na mkuu wa wilaya ya Bunda Aswege Kaminyonge wakati wa uzinduzi wa jukwaa la wafanyabiashara wanawake wilayani Bunda mkoani Mara. Kwa hiyo mimi ni washauri kwa wale ambao wanauza bidhaa ambazo hazijaongezwa thamani, karanga, mboga, weka katika hali ya unadhifu na ubora. Uone kama kuna kitu kinachoitwa uchawi katika biashara. Kwa hiyo nawaomba muongeze thamani bidhaa zenu. Zile kule nyuma zimeongezewa thamani, ndio maana zimefungashwa. Aidha, viongozi wa chama cha wafanyabiashara TWCC wanaiomba serikali sasa kupunguza utitiri wa kodi, hususan kwa wafanyabiashara wanaoanza biashara zao. Hiki chama kinaenda kuleta fursa sasa kulingana na hali halisi ya wilaya ya Bunda, iko na mpaka wa Silali kwa ajili ya kuingia Kenya. Hivyo ni wasihi wa mama wote wilaya hii ya Bunda wajiunge katika chama hiki cha Tanzania Women Chamber of Commerce. Nimetoa maoni yangu nikiwa kama mkurugenzi wa kanda kwa ajili ya kuwatetea wanawake wajasiriamali, kwa sababu ndio wanaanza, basi wapunguziwe utatiri wa kodi, na kama ikiwezekana basi wapewe tozo inayokuwa ni aina moja. Na lengo kuu la kufika wilaya ya Bunda leo, tulikuwa tunaitambulisha TWCC katika wilaya ya Bunda, lakini pia tunaomba serikali iweze kuwasaidia wakina mama wajasiriamali, na tumejaribu kuwaomba hata maafisa wa TRA kwamba wakina mama na vijana wanaoanza biashara wanapokwenda kujitambulisha katika ofisi zao kwamba wamefungua biashara, wawape muda kidogo angalau wale wamama waweze kuona umuhimu wa kulipa kodi. Toa wito kwa vijana kwamba waweze kuitikia kwa ukaribu. Tunapokuwa na sauti ya pamoja ni tofauti na ukiwa umejifungia mwenyewe. Tunaweza tukasema kwamba pale tunapopaza sauti yetu kwa pamoja, na imani inaweza ikasikika zaidi kuliko kujibaki akiwa nyumbani akilalamika. Dhima kuu ya TWCC ni kwamba ni kitovu kinachochochea katika kumkomboa mwanamke mfanyabiashara wa Kitanzania na kijana. Nikiripoti kutoka wilayani Bunda mkoani Mara, Frankius Cleophas, Star TV.
Asante Francis kwa ripoti hiyo ambayo inatamatisha wasaa wa habari za biashara na uchumi. Tunafunga kurasa huu mtazamaji, vuta pumzi tena, turejee hapa sasa moja kwa moja. Tutaelekea viwanjani tuangazie nini kimejiri katika viwanja vya michezo kitaifa vile vile kimataifa. Anaiacha nafasi kule Limbazo, ameweka kule kwa Janja Hua, nafasi ya wazi kabisa hii. Simba anamwinda na anaweza kumpata wakati wowote. Imetengwa, inawekwa ndani kule. Janja Hua anaweka chuma, nyavu zinatikisika. Tarehe 17 tunampiga Moroko, tarehe 25 mwezi wa 5 tunampiga kwa Mkapa. Kwa Mkapa hajawahi kutoka mtu. Hii ndiyo Simba. Haya wanangu wa Bwela, wenzetu ni Moroko. Aje mwingine alijaue. Ili kutizama mitanange hii miwili ya Simba, lipia kifurushi cha bomba kwa shilingi 27,000 ndani ya DStv. Aje mwingine alijaue. Na mtazamaji, karibu katika michezo na burudani, na tunaanza na taarifa hii ya kwanza. Inasema kocha msaidizi wa klabu ya Simba Selemani Matola amekiri kuwa matokeo ya mabovu ya wapinzani wao KMC katika michezo ya ligi kuu iliyopita yataufanya mchezo wao wa Jumapili hii kuwa mgumu zaidi, na kwa maana KMC ni timu nzuri na hawatakuwa tayari kupoteza mchezo huo. Mwana michezo wetu Gadlisen Kitomari anatuarifu zaidi. Klabu ya Simba inaendelea na michezo yake ya kiporo ya ligi kuu Tanzania bara, na Jumapili hii inashuka kwenye uwanja wa KMC Complex kuwakabili wenyeji wao timu ya KMC ambayo haiko katika nafasi nzuri kwenye msimamo wa ligi hiyo. KMC amekuwa na matokeo mabovu, hakuwa hana matokeo mazuri, lakini ana timu nzuri sana, pamoja kwamba na matokeo magumu. Tu katika uwanja wa nyumbani kwao na wako katika nafasi ambayo sio nzuri. Kwa hiyo na imani kabisa hawatokubali kuweza kupoteza mchezo wa kesho. Hiyo inaleta picha kabisa kwamba mechi ya kesho itakuwa ni mechi ngumu sana. Kocha Matola anasema kucheza michezo mingi ndani ya muda mchache kumesaidia kuboresha viwango vya wachezaji wao ambao walikuwa hawapati nafasi ya kucheza, hali ambayo inawapa matumaini kuondoka na alama 3 dhidi ya KMC. Rotation imesaidia, ukiangalia Joshua amerudi kwenye form nzuri kabisa, lakini vile vile ukiangalia game iliyopita mtu kama Okejefa kacheza katika kiwango kizuri kabisa. Kwa hiyo rotation imekuwa ikitusaidia. Kwa sisi ni nzuri kwa sababu tuna mechi nyingi, wingi wa wachezaji unaongezeka katika rotation. Kwa sisi ni nzuri sana. Kwa upande wake kaimu kocha wa KMC Adamu Mbwana, ambaye amechukua jukumu la kuinua timu hiyo hivi karibuni, amejinasibu kuwa wanaijua vyema klabu ya Simba kuliko Simba wanavyowafahamu wao. Tumejaribu kuimplement mbinu chache ambazo tunaenda kuzitumia. Faida tuliyokuwa nayo ni kwamba of course sisi tunawafahamu zaidi Simba kuliko Simba wanavyotufahamu sisi, sio? So nafikiri tutajaribu kila mbinu na tutajaribu kuexploit hizo weaknesses za kwao. Wachezaji wa timu zote mbili kila mmoja amejinasibu timu yake kuondoka na alama 3, huku akiwaomba mashabiki wajitokeza kwa wingi kuwaunga mkono on the pitch and to train all the week. So for us, we are going to fight and to play that game and to get the maximum point as possible we can get, and then we will see at the end of the game. Tumejiandaa vizuri kupata pointi 3. Kwa hiyo naamini kesho watu wajitokeze kwa wingi waangalie mchezo jinsi unavyokwenda, lakini naamini atokao changa karata yake vizuri ataweza kupata matokeo, ila sisi tunaamini kwa tulivyojiandaa tunaweza kupata matokeo. Kwanza tuwapongeze mashabiki na tunawashukuru kwa kipindi chote tulichokuwa nacho. Wao wamekuwa msaada mkubwa kwetu wa sisi kufanya vizuri. Tunawaomba watusaidie kesho, waje uwanjani kwa wingi, watokee kuisupport timu yao. Tunawapenda sana. KMC inayoshika nafasi ya 11 kwenye msimamo wa ligi kuu
inaingia kwenye mchezo huo ikiwa na historia mbaya dhidi ya Simba, kwa maana katika michezo 8 waliokutana wamefungwa michezo 6 na kutoa sare 2, na mchezo wa mwisho waliokutana msimu huu Simba ilishinda bao 4-0. Godlisten Kitomari, Star TV. Asante sana Godlisten Kitomari, mwanamichezo wetu. Uongozi wa chama cha michezo wa Vishale, mchezo wa Vishale Tanzania TADA umesema utaendelea kuweka mikakati ya kuendesha mafunzo ya mchezo huo ili kuibua upya wanamichezo watakaolisaidia taifa katika michezo ya ndani na kimataifa. Ulisonelisha anayo taarifa kwa undani zaidi. Washiriki wa mafunzo ya awali ya mchezo wa Vishale wakipatiwa uelewa mchezo huo jijini Mwanza. Mwenyekiti wa chama cha mchezo wa Vishale Tanzania TADA Arung Zaibudar na katibu wa chama hicho Joseph Mbwirizi wamesema mwitikio wa washiriki wakiwemo wanawake umeridhisha na ni mafanikio makubwa na malengo yamefikiwa. Tumeanzisha mafunzo haya ya darts hususan kwa ajili ya kupata wachezaji wapya, cha kwanza. Vile vile utakuwa umeona tumeshirikisha na wanafunzi wa shule ili tupate generation mpya, damu changa watakao tupokea sisi ambao tushakuwa na muda mrefu. Kwa uzoefu wetu toka tumeingia madarakani mwaka wa pili sasa, tumejaribu kufanya survey na tukabaini kwamba hatujawahi kufanya zoezi la recruit wadau au wachezaji wapya wa mchezo wa Vishale kwa muda mrefu tokea darts imeanzishwa. Naye mwenyekiti wa chama cha mchezo wa Vishale mkoa wa Mwanza Jagdish Meta na mkufunzi wa taifa wa mchezo huo Mohamed Bitegeko wamesema kutolewa kwa mafunzo hayo ni ishara tosha ya kuwa na wanamichezo wengi hapo baadaye. Kumshukuru mwenyekiti wa taifa, tumelenga mashirika ya umma na mashirika ya serikali ambao huwa wanashiriki michezo huko kwao. Kwa hiyo tuna nia kuwafundisha na kupeleka michezo hii wilayani. Tumewafundisha maana ya darts, namna ya kusimama, namna ya kuanza mchezo, namna ya kumaliza mchezo, lakini uwanja wa darts. Baadhi ya washiriki wa mafunzo haya wanaona wamepata uelewa na yamewaimarisha na yatawasaidia kuendelea kuibua vipaji vya wanamichezo wa mchezo huo. Sisi wanawake tutakwenda sasa kuamshana, tutakwenda kuelimishana na hatimaye tuwe na timu zetu sasa za wanawake za darts kuanzia maeneo tulipo, tutengeneze timu zetu na sisi tukaonesha ushindani kitaifa na hata kimataifa. Kwa mafunzo haya yanatusaidia sisi kwenda hata mahali pengine kule tuliko kwenye makazi yetu, ofisini na sehemu nyingine, kuendelea kuongelea au kucheza mchezo ili uweze kukua kama ilivyo michezo mingine. Nilikuwa nacheza darts lakini sikuwa najua sheria za darts, sikuwa najua kanuni za darts. Kwa hiyo leo hii nimepata fursa hii ya kujifunza. Kwa hiyo sasa hivi naweza nikasema nikacheza, tunaita kiprofessional. Mafunzo hayo yameandaliwa na chama cha mchezo wa Vishale Tanzania TADA kwa kushirikiana na halmashauri ya jiji la Mwanza, na zaidi ya wanamichezo 70 kutoka mikoa ya kanda ya Ziwa wameshiriki na pia natarajiwa kufanyika katika mikoa mbalimbali nchini. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Na moja kwa moja tunajiunga na Godlisten Kitomari atujuze yale yaliyojiri katika viwanja vya michezo wigo wa kimataifa. Klabu ya Bayer Leverkusen imeonyesha nia ya kutaka kumchukua kocha Cesc Fabregas anayeinoa klabu ya Como inayoshiriki ligi kuu nchini Italia ili achukue nafasi ya kocha Xabi Alonso anayeondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu. Leverkusen ni mabingwa wa ligi kuu nchini Ujerumani msimu uliopita. Imethibitisha kwamba kocha huyo wa Uhispania ataondoka msimu huu wa joto kwenda kutafuta changamoto mahala pengine kwenye kazi yake ya ukocha. Fabregas amekuwa na mchango mkubwa kuisaidia Como kupanda ligi kuu ya Italia msimu huu akiwa kocha mchezaji, na baada ya kuipandisha ligi kuu alipewa jukumu rasmi la kuinoa klabu hiyo, na sasa Como inashika nafasi ya kuwakilishi wa kocha huyo ili kuwa na uhakika wa kumpa kazi hiyo. Mpango wa Bayer Leverkusen ni kumpata Fabregas unaweza kuwa mgumu, kwa maana klabu ya AS Roma inayoshiriki ligi kuu ya Italia pia imeonyesha nia ya dhati ya kumtaka Fabregas. Licha ya awali kufikiria kumchukua kocha Massimiliano Allegri, lakini wamebadili mpango huo na kumwangukia Fabregas. Tayari kocha Alonso aliyeiongoza Leverkusen toka mwaka 2022 akiongoza michezo 138 na kushinda mataji 3 amethibitisha kuwa ataondoka klabuni hapo, na taarifa zinadai kuwa atajiunga na Real Madrid ili kuchukua nafasi ya Carlo Ancelotti anayeondoka mwishoni mwa msimu huu.
Shirikisho la soka duniani FIFA limethibitisha kuwa kombe la dunia la wanawake la mwaka 2035 litakuwa na ongezeko la timu kutoka 32 hadi 48. Uamuzi huo ulichukuliwa wakati wa mkutano wa baraza la FIFA uliofanyika Ijumaa hii, na mabadiliko hayo yataanza kutumika kuanzia mwaka 2031. Wakati wa kombe la dunia la wanawake litacheza timu ni kuhakikisha wanadumisha kasi ya kukuza soka la wanawake duniani kote. FIFA bado inahitaji kuidhinisha waandaji wa kombe la dunia la wanawake ambazo zitachuana kumpata bingwa wa kombe hilo ambalo kwa sasa linashikiliwa na timu ya taifa ya wanawake ya Uhispania. Kocha wa Manchester City Pep Guardiola ameweka wazi kuwa msimu huu umekuwa mgumu zaidi katika miaka yake 16 ya kazi ya ukocha, akiwa na vilabu vitatu tofauti. Kocha huyo mwenye muda mdogo kwenye kazi yake, lakini amepata mafanikio bora katika muda mchache, akiwa na Barcelona, Bayern Munich na sasa Manchester City, na ni moja ya makocha bora zaidi duniani. Baada ya kuchukua ubingwa wa ligi kuu nchini England kwa misimu 4 mfululizo, kocha Guardiola amekiri kuwa msimu huu umekuwa mgumu zaidi katika maisha yake ya kazi ya ukocha, baada ya kupitia changamoto ya kupoteza michezo mingi ya ligi kuu na kuondolewa mapema kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya. Msimu huu City bado wanayo nafasi ya kubeba kombe la FA, lakini bado kocha Guardiola anakiri kuwa hata kama watafanikiwa kubeba kombe hilo, hakutabadilisha magumu waliopitia msimu huu. Kocha Guardiola aliyeshinda mataji 18 akiwa na City amesema tatizo la majeruhi kwenye kikosi chake ndiyo yaliyochangia kwa kiasi kikubwa timu yake kuwa na msimu mbaya zaidi, ambapo walijikuta wakipoteza michezo 9 mfululizo ya mashindano yote. Licha ya kulia na janga la majeruhi kwenye kikosi chake, kocha Guardiola kuficha ukweli wake, akidai kuwa hata yeye amechangia timu hiyo kufanya vibaya, kwa maana alishindwa kutafuta njia nzuri ya kuisaidia timu yake kupata matokeo. Hakika hii nayo ni ngumu, yani ni siku yako maalum, lakini sasa inakuwa inajaa vioja vingi na pengine sijui utachukua maamuzi gani. Ingekuwa ni wewe kama utatakiwa kuahirisha ama kutafuta nguo nyingine, ili mradi tu lengo lifikiwe, maana ni siku maalum sana. Mtazamaji, tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari usiku huu. Mimi sina la ziada. Kwa niaba ya chumba cha habari ninasema asante wewe ambaye umechagua muda wako ama utoa muda wako kuichagua Star TV kwa kituo chako bora cha matangazo usiku huu leo. Kwa niaba ya watu wote ama timu nzima iliyofanikisha, ni kutakia usiku mwema, na tunatamatisha na utabiri wa hali hewa. Mimi ni Ronaldo Morabu. Alamsiki. Kurasa mpya, sekta ya maji na maendeleo yake kwa wananchi. Ndiyo, uwekezaji mkubwa wa serikali, upatikanaji wa huduma za maji safi na salama umeimarika zaidi katika maeneo mbalimbali. Maji yangalipo, tumepiga hatua. Tulipotoka, kipindi cha nyuma, maji kwa kweli yalikuwa yanapatikana kwa shida. Na sasa tulipo, Dr. Samia oye! Kwa kweli tunamshukuru sana Mama Samia kwa huduma hii. Sio haba, na katika nyanja ya usafi wa mazingira nako tumepiga hatua. Ungana na Sudi Shaban atakayemulika utekelezaji wa miradi yote katika mamlaka ya maji mijini, bila kusahau vijijini. Kuanzia hapa jijini Mwanza, mikoa yote ya kanda ya Ziwa, bila kusahau mikoa ya kanda magharibi.